Askari wa idara ya wanyamapori TAWA mkoa wa Mwanza, Enoch Rugaimukamu mwenye umri wa miaka 33 ameuawa na mnyama mkali chui baada ya kujeruhiwa vibaya maeneo mbalimbali ya mwili wake yaliyopelekea umauti. Chui huyo aliyevamia makazi ya watu katika kata ya Mahina Agosti 29, 2025 ikiwa ni majira ya saa 7 mchana. Pia amejeruhi watu wengine 4 ambao walitibiwa na kuruhusiwa kurejea nyumbani. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mutafungwa amesema askari huyo Enoch alifariki akiwa njiani kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando siku ya tukio hilo. Mutafungwa ametaja waliojeruhiwa kuwa ni Juma Marwa mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mahina, Mshangi Mkama mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa mtaa wa Yago kata Mahina, na mwingine ni Gerard William mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni askari polisi na mkazi wa Kisesa, aliyejeruhiwa mkono wa kushoto, paja la mguu wa kulia na kiunoni, na mwingine ni Ramadhani Michael mwenye umri wa miaka 35 ambaye ni askari wa idara ya wanyamapori na mkazi wa Nyasaka. Huyu alijeruhiwa kichwani, mgongoni na mkono wa kushoto. Siku ya tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 7 za mchana, jeshi la polisi lilipokea taarifa ya kujeruhiwa kwa watu wawili ambao walijeruhiwa na mnyama mkali wa polini, yani chui. Watu hao ni Juma Marwa Mniko, miaka 10, mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mahina, na Mshagi Mkama Msiba, huyu ni mtu mzima na umri wa miaka 45, mkulima na mkazi wa mtaa wa Yago. Katika tukio hilo lilitokea katika mtaa wa Yago, kata ya Mahina, wilaya ya Nyamagana, baada ya mnyama huyo kuvamia makazi ya watu. Baada ya kupokea taarifa hizo, jeshi la polisi liliwasiliana na idara ya wanyamapori yani TAWA, ambao kwa pamoja walifika kwenye eneo la tukio kwa ajili ya kumsaka mnyama huyo ambaye tayari alishajeruhi watu, lakini alikuwa akiendelea kuhatarisha usalama wa watu wengine waliokuwa wakikaa maeneo hayo. Ilipofika, kwa hiyo waliendelea kuweka msako katika eneo hilo. Ilipofika tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka huu, majira ya saa 7:30 mchana, askari wa idara ya wanyamapori wakishirikiana na askari wa jeshi la polisi na wananchi waliojitokeza kutoa msaada walifanikiwa kumuona mnyama huyo akiwa amejificha kwenye mapango katika mojawapo ya nyumba zilizoko katika maeneo hayo. Katika jitihada za kumdhibiti mnyama huyo asiweze kuleta madhara, askari hao kutoka idara ya wanyamapori waliweza kufyatua risasi kuelekea pangoni. Ndipo chui huyo alitoka na kujeruhi tena watu 3. Watu hao waliojeruhiwa, wa kwanza anaitwa Enoch Rugaimukamu Grashon, ana umri wa miaka 33. Huyu ni askari wa idara ya wanyamapori na mkazi wa Pasiasi. Huyu alijeruhiwa kichwani, mabegani na mgongoni na chui huyo. Lakini wa pili aliyeshambuliwa kwa kukwaruzwa na huyo chui ni Gerard William Mangu, miaka 39. Huyu ni askari wa jeshi la polisi ambaye anakaa Kisesa. Alijeruhiwa kwenye mkono wa kushoto, paja pamoja na kiunoni. Alipata majeraha kidogo katika haya maeneo niliyoyataja. Watatu ni Ramadhani Michael Chola, miaka 35. Huyu ni askari wa idara ya wanyamapori na mkazi wa Nyasaka, ambaye alijeruhiwa kichwani, mgongoni na mkono wa kushoto. Majeruhi wote hao walikimbizwa katika hospitali ya Kanda ya Bugando kwa matibabu, lakini kwa bahati mbaya huyu Enoch Rugaimukamu Grashon, miaka 33, askari wa idara ya wanyamapori na mkazi wa Pasiasi, ambaye alikuwa ameshambuliwa vibaya na mnyama huyu hatari, alifariki dunia wakati anaendelea kupata matibabu. Kwa sasa tumeshapata taarifa
majeruhi hao wamesharuhusiwa kutoka hospitali na hali zao zinaendelea vizuri. Chui huyo aliweza kudhibitiwa na kuuawa na askari yao jasiri, lakini wakishirikiana na wananchi. Jeshi la polisi kufuatia tukio hilo, tunapenda kutoa tahadhari kwa wakazi wa mkoa wa Mwanza kuchukua tahadhari za kutosha katika mazingira wanaoishi. Wanapoona wanyama wakali kama hao, basi watoe taarifa kwa mamlaka zinazohusika na udhibiti wa wanyama wakali, au watoe taarifa kwa vyombo vya usalama, lakini pia watoe taarifa kwa viongozi wa serikali katika maeneo hayo, ili hatua za haraka za kunusuru wananchi hao ziweze kuchukuliwa. Lakini mnyama huyu amedhibitiwa na msako unaendelea kufanywa na wenzetu askari wa TAWA kuendelea kusaka wanyama wengine ambao ni hatarishi wanaojitokeza na kuishi kwenye mapango yaliyopo katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza.